washiriki wetu warudi kwenye lishe yao waliokuwa wameizoea ile ya kawaida. Kwa wale wa kijijini wakarudia lishe yao ya kijijini kama ilivyokuwa, na wale wa mjini wakarudia katika lishe yao kama ilivyokuwa. Tukawaacha wakaendelea na mfumo huo wa lishe kwa muda wa mwezi mzima, yani wiki 4. Tukarudi, tukaenda kwa washiriki wale tukakusanya kila kitu tulichokusanya kabla ya kuanza utafiti, wiki 2 baada ya utafiti, na wiki 4 baada ya kuisha kwa ule utafiti. Kwa hiyo tulichokifanya, kwa sababu tulihitaji kujifunza kwa kina, kutaka kujua kwamba ni mabadiliko gani yanatokea katika mwili wa mtu, hasa katika mfumo wa kinga ya mwili mtu anapobadilisha lishe. Kwa hiyo kuanzia mwaka 2022 mwishoni, mwaka 2023 wote mpaka na 24 tumekuwa tukifanya vipimo na kufanya analysis, kwa maana ya kuchakata takwimu zile ambazo tulikuwa tumezifanya. Lakini kitu ambacho pia sikukizungumza nikisema kabla sijaenda kwenye nini tulipata kutoka kwenye huu utafiti, tulipokuwa kijijini, wakati tukizungumza na washiriki wetu wa mwanzo kabisa kwenye ule utafiti wa mwaka 2017, tulivyokuwa tukikutana na wale wazee wenye umri mkubwa, wazee wa Kichaga, ukimuuliza, tunakumbuka kuna mzee mmoja tulikuwa tunazungumza naye maeneo ya Kibosha, anatuambia, of course alikuwa na miaka kama 86 muda huo. Ule mzee ana afya nzuri kabisa, hana changamoto yote ya kiafya, lakini anatuambia alianza kunywa mbege mwaka akiwa na miaka 25. Na tangu miaka ya 25 mpaka hapo tunamkuta kwamba alikuwa anakunywa mbege kila siku. Kwa hiyo tukajenga interest ya kutaka kujua. Kwanza tukataka kujua kwamba kwanza mbege ni nini. Lakini mbege yetu tumeiona inanywa sana katika maeneo mengi ya Uchagani kwa miaka mingi sana. Tukataka pia kuwa na interest ya kutaka kujifunza kwamba kwani kwenye mbege pia kuna nini. Kwa hiyo kwenye huo utafiti tuliofanya tulijumuisha kundi lingine, ambalo hili lilikuwa ni kundi la 3, ambalo hili kundi lilikuwa ni la watu wa mjini, ambao wao wamekuwa wakinywa vinywaji vyetu vya kawaida vya viwandani, tunajua kuanzia bia na vinywaji vingine lika hizi. Tukawashirikisha kwenye ule mradi, wakakubali kushiriki kwa kubadilisha kinywaji ambacho walikuwa wanakunywa, lakini hawakubadilisha lishe yao. Kwa wakaendelea na lishe yao ya mjini kama wengine walivyo wa mjini, lakini walichokifanya tu wao wakabadilisha kinywaji. Kwa hiyo wakaacha kunywa bia, wakawa wanakunywa mbege. Tukafanya hivyo nao kwa wiki moja. Hawa tulifanya nao kwa wiki moja. Kwa kila jioni tunakutana, wanakunywa angalau nusu lita mpaka lita moja. Na walikuwa wakifanya hivyo wakiwa pamoja na sisi, yani kwa maana mmoja kati ya wanatimu wetu wa utafiti anakuwa pamoja na wao. Kwa hiyo tulipokuja kuchakata yale matokeo ya kufanya vipimo na baadaye kuchakata zile takwimu, tulichokuja kukigundua ni kwamba ndani ya zile wiki 2 za kubadilisha ule mfumo wa lishe, kwa sababu tulikuwa na vipimo vya kabla ya kuingia kwenye lishe na baada ya kuingia kwenye lishe. Kwanza kuna watu ambao kwa mfano wale wa kijijini walivyobadilisha tu ile lishe, mtu labda alikuwa na uzito wa kilo 60, ndani ya wiki 2 tayari ana uzito wa kilo 63, 64, 65. Kuna watu ambao uzito uliongezeka, tunasema very significantly, kwa namna tu ya kubadilisha lishe. Na kumbuka hawa watu tulichokifanya, hatukubadilisha chochote kwenye maisha yao ya kila siku. Kama mtu alikuwa mkulima, tukimaliza kunywa chai anakwenda shambani na kwenye shughuli zake kama kawaida. Kama alikuwa anaendesha bodaboda, akimaliza tu kupata chai ama chakula, anarudi kwenye shughuli zake za kila siku. Kwa maana yake maisha yote ya kawaida yaliendelea, isipokuwa tu tulichobadilisha ni lishe peke yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba watu wale wakabadilika kwenye mfumo tu wa kawaida wa ongezeko kwa mfano la uzito kwa wale waliokuwa kijijini, lakini tunaona wale wa mjini pia uzito ulipungua baada ya kuamua kutumia vile yani walivyotumia kwa wiki 2 vile vyakula vya kijijini. Lakini kikubwa zaidi ambacho tulikiona sasa tulipokwenda kwenye kuangalia kwa undani kwenye mfumo wa kinga ya mwili, tunaona kabisa kwamba kinga ya mwili inatoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kwa maana ya kwamba kinga ya mwili ya wale watu wetu ambao washiriki waliokuwa kijijini, ambao ndani ya ule muda mfupi walibadilisha lishe, unaona kabisa kwamba inaelekea upande wa kinga iliyochochewa, ambayo baadaye ikiendelea kwa muda mrefu, maana hiki ni kitendo cha muda wa wiki 2 tu unaona haya mabadiliko, lakini kwamba watu kwa maisha ya kawaida, maana mtu anakula hivyo ni maisha yake yote. Kwa maana yake ikiendelea kwa muda mrefu, maana yake inampelekea kuwa kwenye hii hatari ya kuweza kupata haya magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kwa tukaona vile viashiria vinabadilika. Na tunaona vile viashiria vinapungua kwa watu wa mjini, wale waliobadilisha lishe wakaenda kwenye lishe ya asili, lakini tunaona vinaongezeka kwenye wale walioko kwenye maeneo ya vijijini ambao walibadilisha lishe kwenda kwenye ile lishe ya watu wa mjini. Lakini kikubwa sana ambacho pia tulikiona ambacho kilitushangaza ni kwamba wale ambao walibadilisha walibaki na lishe yao ya mjini, lakini walibadilisha tu kinywaji. Maana yake walibadilisha aina ya kinywaji ambacho walikuwa wanatumia. Wakaanza kutumia mbege
tunaona kabisa kwamba nao kinga yao ikafanana na yale wale watu wa kijijini ambao walikuwa wanakula vyakula vya kijijini, walivyokuwa wanakula vyakula vile ambavyo nimevitaja pale awali, na hii ikatupelekea kutaka kujua zaidi kwamba ni nini kinaendelea katika mbege. Kwa wale wasiofahamu, mbege ni mchanganyiko wa vitu viwili vitatu vikubwa. Maana yake ni ndizi zilizochemshwa then zikachachushwa, na cha pili ni ulezi ambao umepandikizwa. Ukianza kumea unachukuliwa, unakaushwa, unasagwa, unakuwa unga, ndio unaowekwa pamoja na maji, vitu vitatu. Sasa katika ule mfumo wa uchachushaji ambao unatokea kitaalamu tunaita fermentation, kwamba kuna vimelea vya asili, na ukienda hata kuwauliza, kwa sababu sisi tulichukua muda, binafsi nilichukua muda mkubwa sana na mrefu wa kuingia kijijini na kujifunza pia ile process, kutaka kujua wanavyoandaa, kwamba utagundua kwamba wakati wa uandaaji, ukiachana na namna jinsi ambavyo kwa mfano pombe za kawaida zinaandaliwa viwandani ambako wanaongeza vimelea kama yeast kwa ajili ya kuchachusha, wale wazee wanaoandaa zile mbege hawaweki kitu chochote, lakini viko vimelea ambavyo ni asilia, viko kwenye mazingira, na ndio maana ukienda kule wanakotengeneza utakuta wanaacha yale vile vifaa wanavyotumia kutengenezea wanaacha wazi, ili wale vimelea asilia kutoka kwenye mazingira viingie viweze kufanya lile zoezi la kuchachusha. Sasa vile vimelea asilia vina faida kubwa sana katika kuboresha mfumo wa kinga wa tumbo. Tunawaita ni kitaalamu ni gut microbiota. Hawa ni vimelea asilia ambao wanaishi maeneo ya kwenye tumbo, hawasababishi magonjwa, badala yake wanakinga maeneo na sehemu zako mbalimbali za mwili ikiwemo tumboni, ili kuto kushambuliwa na wale vimelea wanaosababisha magonjwa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kwa faida hii ambayo inapatikana kwanza kwenye hivi vyakula, ukiangalia vinavyoandaliwa, maana yake ni vyakula vilivyochachuliwa, maana yake fermented food. Na tumeona kwamba pia kuna maeneo mengi ambao wanaripoti kwamba vyakula vya aina hii vina faida kubwa sana ya kiafya. Na ndio hiki ambacho tunakiona katika utafiti huu ambao tuliufanya, ambako tunaona kabisa kwamba uboreshwaji wa kinga ya mwili uliotokea kwa muda mfupi wa wiki moja tu ya washiriki kuweza kubadilisha aina vinywaji walivyokuwa wanakunywa na kutumia vinywaji hiki cha asili cha mbege, tunaona ule uboreshaji uliotokea katika kinga ya mwili. Na matokeo haya ambayo ninayazungumzia ndio yaliyosababisha hapa tuwaite leo, kwa sababu ni kweli yametupa kuendelea na tafiti nyingine. Tuna utafiti mwingine ambao tumeufanya ambao sasa unaendelea, na huu tulikuja kwenye ambao ni utafiti wa tatu, umeanza mwaka 2023, ambao huu sasa tumekuja kuchukua watu waishio tu mjini, kwa kuwa tulishajua sasa kwamba kwenye lishe ni kitu gani hasa ambacho tunaweza kukitengeneza na kikawasaidia watu wetu. Maana yake tumetengeneza kwa kitaalamu tunasema menu, yani maana yake utaratibu wa chakula ambao unaweza kula asubuhi hivi, ukala mchana hivi, ukala jioni hivi. Kwa kuwa tayari tulishaupitisha kwenye utafiti na tunafahamu faida zake, tukauleta mjini, na awamu hii tukawachukua watu wa mjini ambao wana uzito uliozidi. Kitaalamu tunawaita overweight obese. Yani wamekuwa na uzito ambao umezidi kulingana na uwiano wa urefu wao na uzito wao. Sasa hawa ndio utafiti huu ambao unaoendelea, tuliweza kuwaweka kwenye lishe, na awamu hii hatukuwa na lishe tena za mjini, kwa sababu tayari tulishajua kwamba hizi si lishe ambazo zinaweza kuboresha afya. Maana yake tukabaki na zile lishe za kijijini, ndio tuliokuja kuifanya, ambapo katika majibu ya awali kabisa ambayo haya bado hayako kwenye chapisho, yanaonyesha kabisa kwamba tulikaa kwa wiki 6 na watu tukiwa tunawapatia aina ya vyakula hivi, na tunawapatia sisi kutoka kwenye mradi, tunawapatia asubuhi, mchana na jioni. Kwa kweli katika takwimu za awali mabadiliko ni makubwa, na mpaka sasa niseme washiriki wetu wengi wamekuwa wakitusumbua, wakituomba tuwape ule utaratibu tuliokuwa tunautumia, kwa sababu wengi wamepoteza uzito, wamekuwa wepesi. Tunazo shuhuda nyingi sana za hao washiriki wetu kwa namna jinsi ambavyo hii lishe iliwasaidia. Lakini sasa tuko kwenye kuendelea kufanya mchakato wa vipimo vya maabara, lakini pia kuchakata data. Baadaye tutakuja na majibu kwamba ni nini kilionekana, nini kilitokea, pamoja tu na kupungua kwa uzito, lakini katika mfumo mzima kwa maana wa kibiolojia wa ndani ni nini kilitokea. Lakini utafiti wa mwaka 2021 niliouzungumza sasa wa kubadilisha zile lishe, leo tumewaita kwa sababu baada ya kuwa tumemaliza utafiti huu, tumeandika andiko ambalo sisi niseme kwamba ni andiko kubwa, kwa sababu tunajivunia kwamba andiko hili kwa kweli limepata nafasi kwenye jarida kubwa sana duniani linaloshughulikia masuala ya afya, ambalo kitaalamu inaitwa Nature Medicine. Ni jarida ambalo lina ni
Ni moja kati ya majarida makubwa sana duniani yanayosomwa na wanasayansi wengi sana duniani, na ambayo inachapisha kazi ambazo kwa kweli ni kubwa sana zilizofanyika duniani, na kitaalamu tunasema ina impact factor ya karibu 60. Yani kwa wataalamu wanaofahamu maana impact factor, wanaelewa kwamba ni mchango wa hilo jarida na namna jinsi ambavyo linatumika katika mambo ya sayansi, linavyosomwa na jinsi ambavyo watu wanaweza kufikia taarifa hizo ambazo zinapatikana.